Mambo vipi, mambo ni aje mwanafamilia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Karima Story ameweza kuibuka na kuelezea kwa kina kuhusiana na sakata ambalo Maimartha liliibua kuwa demu wa Kiredio V yuko kwenye mahusiano na Diamond Platnumz na Diamond kampangia nyumba. Kipindi wamekorofishana na Kiredio na wakawa kama wameachana, unaambiwa Diamond Platnumz ndo alikuwa ameweka kambi pale kwa demu wa Kiredio, na ndo hivyo akampangishia nyumba ambayo mpaka leo hii unaambiwa kuwa kwa mujibu wa Maimartha kwamba V ndo anaishi pale kwenye ile nyumba na Kiredio anaishi kwake alikopanga. Sasa Karima Story ameweza kuibuka na kuelezea kuhusiana na ile issue pia ambayo Maimartha alidai kuwa hii story imefika kwa Uncle T, imefika kwa Zuchu, imefika na kwa Nandy, lakini pia akahusishwa pia na Asma rafiki yake na V. Sasa Karima Story ameelezea kuwa kwa nini hiyo story imemfikia Nandy ya demu wa Kiredio kuwa kwenye mahusiano na Diamond Platnumz, na kwa nini pia imefika kwa Zuchu, na kwa nini pia imefika kwa Uncle T na kwa Asma. Yote hayo amejaribu kuelezea kwamba imekuwaje mpaka hiyo story ikafika huko. Nadhani tumsikilize hapo Karima Story akizungumza, alafu ni kupitishe kwenye maoni mbalimbali ya watu tuweze kuona wanasema nini juu ya hiki ambacho Karima Story amekizungumza kuhusiana na mahusiano ya V na Diamond Platnumz na kufika mpaka kwa Nandy, Zuchu, Uncle T na Asma. Why wanahusishwa? Wanahusika vipi hao? Walikuwa wanadiscuss Uncle T na Nandy, wanamsema kwamba na sio kumsema, hilo wanaongea tu kama umbea mwingine watu wanavyoongea. Kwani sisi hatuongee kuhusu V kupangiwa na Diamond? Kila mtu anaulizana, jamani, hivi ni kweli V kapangiwa na Diamond, kapewa kodi? Sasa kwenye hiyo kupewa kodi iko hivi, wakati wamegombana pale, hawaongei vizuri na Kiredio, ndo alipewa kodi, na wakati wa kurudiana Kiredio na V alimpa principles zake mpya Kiredio, kwamba wakati wanasoma alikuwa anaishi hostel, anaenda kwa kuishi kwa Kiredio. Baada ya kumaliza chuo na ile kugombana, akasema mimi sasa hivi nataka kwenda kupanga, sitaki tena kuishi kwako, kila mtu awe na kwake, kila mtu awe anatokea kwake. Ndo story kwa hivyo. Sasa swala la mimi Diamond kumlipia kodi V, mimi sikulichukulia vibaya, kwa sababu nilitafuta nani mwenye source ya hiyo story, mtu anayejua kwamba kweli V kapewa kodi na Diamond. Nikaja kutafuta source, imetoka kwa nani hii story, ndo nikajua kwamba hii imetoka hapa kwa fulani, ambapo ndo alikuwa anamdiscuss Uncle T na Nandy, ndo alikuwa anadiscuss. Sasa Nandy kaipata vipi? Ndo nikawa natafuta hiyo story, ameipataje Nandy ya nani V kupangiwa na kulipiwa kodi na Diamond. Nikaja kugundua V mwenyewe ndo alisema hiyo story kwa Nandy. Haya, nimeshawafungulia kodi yote hiyo hapo. Mchekesha alisema Dina, mchekeshaji content creator, mimi sichekeshi, alisema Uncle T. Sio nabishana tena na mimi ambao na nini nazo jamani kwenye simu. Mbona wabongo mnapenda kunibishia? Mimi mkinibishia naondoka, sababu mimi nawapa story ambazo zipo zinazunguka. Sijasema nazitoa mimi kichwani, mimi nawapa story ambazo zinazunguka kwa wambea wote jamani. Ukienda kwa Maimartha ndo hivyo hivyo. Na Maimartha, ngoja niwaambie, Maimartha si kwamba anaongea story za uongo, ni za kweli. Yaani zinakuwa zinazunguka, lakini wewe mwenyewe ukipokea story lazima uichuje. Kama mimi nikipokea story lazima nitafakari, niangalie imeanzia wapi, inaishia wapi, sio nini. Na kwa nini Asma alimwambia Zuchu hiyo story ya V kuna nini, kwamba wanamsema kule hivi na hivi na hivi? Yaani nimesikia kwamba Asma. So kama ambavyo tunatoka kumsikiliza Karima Story, maoni ya watu kiukweli ni mengi, kila mmoja amezungumza lake juu ya hiki ambacho Karima Story amekizungumza. Kama huyu hapa anasema, huyu hapa anasemaje huyo? Anasema Diamond anasukumiwa kila kitu kiwe kizima au kibovu. Anasukumiwa kila kitu kiwe kizima au kibovu. Huyu anasema huyu anasema mpaka sasa hivi kwamba mpaka sasa hivi kesho Idi kuna mtu hana abaya. Okay, matangazo haya. Huyu akaja akasema yani kuwa nasibu sio kazi ndogo aisee. Kila mtu au kila
kitu, anasema kila mtu kwamba kila mtu kila kona. Anasema sio kazi ndogo ise, kila mtu kila kona. Okay. Yeye anasema yani hadi anakoma, ila ndo wanaume huo na ndo wanamuinua zaidi. Yeye anasema jamaa na moyo wa uvumilivu sana ise. Yeye anasema kabisa, kwa sababu kabisa yani watu wakikosa pesa wanatafuta uongo. Yeye anasema hapa umeniwahi ise, yani mipira yote anapewa yeye, iliyokufa mipira mizima yote anapewa yeye, ila bigi kwamba ila bigi abajazi sana. Abajazi manake nini? Huyu anasema huyo V ana kitu gani hadi apangiwe na Diamond? Huyu anasema nyota maidia nyota, kwa sababu kwamba pole undugu, pole udugu, ukiwa na nyota hata Mojuice, kwamba ukiwa na nyota hata Mojuice anakupangia tu. Huyu anasema uongo bwana, wanamsingizia tu. Hata kama Diamond ni malaya, ndo kila mzigo abebeshwe yeye ka, kwa sababu kwamba mpaka sasa hivi kesho hidi kuna mtu matangazo. Huyu anasema kuna dada alikuwa anataka sijui kashapata matangazo haya. Okay. Huyu anasema sasa na huyo Diamond ni nani kusema ni mfalme au ni Mungu mpaka akimpangia mtu mshangae? Si ni mtu wa kawaida tu woi. Huyu anasema walai kama skendo tu sio kweli, ningekuwa mivi namvulia nguo kabisa vizuri tu. Anasema kuolewa mbinguni bwana, ndoa bongo. Ana maana gani huyo? Huyu hapa anasema sina ubaya, anasema nina ubaya tu mpaka sasa. Wanamjibu huyu aliyedai kuwa kuna mtu ana ubaya. Okay. Kwa sababu kwamba Bigi hajawahi kubagua na hajawahi kujali. Yeye anakula yoyote atakayejaa kwenye mfumo wake. Huyu akaja akasema V kwa yale meno Simba ndo ampangie jamani. V kwa yale meno Simba ndo ampangie jamani. Huyu akaja akasemira we jamaa, kwa sababu kwamba na yule asiye na maziwa mbona kamuoa, kikubwa habagui wala achagui Bigi. Huyu anasema jamani watu mna maneno. Huyu akaja akasema we mbona unakibamia lakini demu wako anakupenda hivyo hivyo. Huyu anasema anasemaje huyu? Anasema huyu shogangu siku kitamramba. Huyu akaja akasema kuwa ila Bigi kanichekesha sana, eti kwamba kanichekesha sana tena mno. Huyu akaja akasema ila Diamond bwana kila uozo anatupiwa yeye tu walikuwa wanadiscuss Ngotina Nandi wanamsema kwamba na sio kumsema, ile wanaongea tu kama umbea mwingine watu wanavyoongea. Kwani sisi hatuongee kuhusu V kupangiwa na Diamond? Kila mtu anaulizana, jamani hivi ni kweli V kapangiwa na Diamond kapewa kodi? Sasa kwenye hiyo kupewa kodi iko hivi. Wakati wamegombana pale, hawaongei vizuri na Kiredio ndo alipewa kodi, na wakati wa kurudiana Kiredio na V alimpa principal zake mpya Kiredio kwamba wakati wanasoma alikuwa anaishi hostel, anaenda kwa kuishi kwa Kiredio. Baada ya kumaliza chuo na ile kugombana akasema mimi sasa hivi nataka kwenda kupanga, sitaki tena kuishi kwako, kila mtu awe na kwake, kila mtu awe anatokea kwake. Ndo story kwa hivyo. Sasa swala la mimi Diamond kumlipia kodi V, mimi sikulichukulia vibaya, kwa sababu nilitafuta nani mwenye sosi ya hiyo story, mtu anayejua kwamba kweli V kapewa kodi na Diamond. Nikaja kutafuta sosi imetoka kwa nani hii story, ndo nikajua kwamba hii imetoka hapa kwa fulani, ambapo ndo alikuwa anamdiscuss Ngotina Nandi, ndo alikuwa anadiscuss. Sasa Nandi kaipata vipi? Ndo nikawa natafuta hiyo story, ameipataje Nandi ya nani V kupangiwa na kulipiwa kodi na Diamond. Nikaja kugundua V mwenyewe ndo alisema hiyo story kwa Nandi. Haya, nimeshawafungulia kodi yote hiyo hapo. Mchekesha alisema Dina, mchekeshaji content creator. Mimi sichekeshi, alisema Ngoto. Sio nabishana tena na mimi ambao na nini nazo jamani kwenye simu. Mbona wabongo mnapenda kunibishia? Mimi mkinibishia naondoka, sababu mimi nawapa story ambazo zipo zinazunguka. Sijasema nazitoa mimi kichwani. Mimi nawapa story ambazo zinazunguka kwa wambea wote jamani. Ukienda kwa Maimatha ndo hivyo hivyo. Na Maimatha, ngoja niwaambie, Maimatha si kwamba anaongea stories za uongo, ni za kweli. Yaani zinakuwa zinazunguka, lakini we mwenyewe ukipokea story lazima uichuje. Kama mimi nikipokea story lazima nitafakari, niangalie imeanzia wapi, inaishia wapi, sio nini.
Na kwa nini Asma alimwambia Zuchu hiyo story ya V kuna nini kwamba wanamsema kule hivi na hivi na hivi? Yaani nimesikia kwamba Asma